inaenda kuwafutia hadhi ya ukimbizi wakimbizi 238,956 wanaoishi nchini baada ya kurejea hali ya amani katika mataifa yao. Na kwenye michezo, Baraza la Michezo la Taifa BMT laeleza kuridhishwa na kujivunia mafanikio ya timu za taifa hususan za michezo ya soka wanaume na wanawake ambazo zimeendelea kuipeperusha vyema bendera ya taifa. Habari za asubuhi watazamaji wetu, karibuni kwenye kipindi cha Asubuhi Njema. Tunaomba radhi kwa kuchelewa kuanza kwa taarifa hii. Jina langu ni Dorcas Ramos na tunaianza taarifa yetu ya habari. Serikali ya Tanzania imesema inaenda kuwafutia hadhi ya ukimbizi wakimbizi 238,956 wanaoishi nchini baada ya kurejea kwa hali ya amani katika mataifa yao baada ya hapo awali kuwepo kwa machafuko. Kauli hiyo imetolewa jijini Dar es Salaam na Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi George Simbachawene kwenye mkutano uliojumuisha pande tatu: Tanzania, Burundi na shirika la kuhudumia wakimbizi duniani UNHCR, huku jumla ya wakimbizi 238,956 wakihifadhiwa hapa nchini, ambapo Warundi ni 152,019, wa Kongo ni 86,256 na mataifa mengine yakichangia idadi ya 681. Napenda niseme wazi na iwekwe kwenye kumbukumbu sahihi kwamba Tanzania kwa sasa haina mpango wa kutoa uraia wa makundi ya wakimbizi na haina mpango wa kubadilisha sera na sheria zake ili kuwajumuisha wakimbizi kwenye mipango ya maendeleo ya taifa ili waweze kujiimarisha na kujitegemea wakiwa hapa nchini, na zaidi haina mpango wa kuzigeuza kambi za wakimbizi kuwa makazi. Hii ndiyo sababu na sisi kuendelea washawishi wenzetu, hebu tuamue kwa pamoja kumaliza jambo hili, kwa kuwa mosi, nchi ya Burundi ni salama; pili, sababu zilizowafanya wakimbizi hazipo tena, sababu zilizowafanya kukimbia hazipo tena. Kwa mantiki hiyo, wajibu wao ni kurejea nyumbani. Na tatu, narudia tena, hakuna rasilimali za kutosha za kuendelea kuwahudumia kwa mwaka 2026. Kuendelea kubaki kambini kutawaathiri zaidi wao na pia kutawaathiri wananchi wa Tanzania, kwani wakimbizi wanaoelekea wataanza kuishi kwa mtindo wa kujikimu, jambo ambalo tunaona kabisa linakwenda kusababisha changamoto kubwa kwa jamii nzima na hasa katika usalama. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi ameishukuru serikali ya India kwa misaada inayoendelea kuitoa kwa Zanzibar inayochangia maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Rais Dr. Mwinyi ametoa shukrani hizo wakati alipokutana na balozi wa India hapa nchini Bwana Bishwadip Dey aliyefika Ikulu jana kuwasilisha salamu maalum za pongezi kufuatia ushindi alioupata katika uchaguzi mkuu uliofanyika Oktoba 29, 2025. Rais Dr. Mwinyi ameihakikishia India kuwa Zanzibar itaendelea kuimarisha uhusiano wa karibu na wa muda mrefu baina ya nchi hizo mbili kwa manufaa ya wananchi wa pande zote mbili. Akizungumzia teknolojia ya habari na mawasiliano, Rais Dr. Mwinyi amesema mafunzo na maendeleo ya teknolojia ya mawasiliano yanayotolewa katika taasisi ya IIT Madrasa hapa nchini imekuwa chombo muhimu katika kuifikisha Zanzibar kufikia dhamira ya kuwa na huduma za kidigitali katika sekta zote. Naye balozi huyo amesema India itaendelea kushirikiana na Zanzibar katika nyanja mbalimbali za maendeleo, kwani ni nguzo muhimu ya kudumisha na kuimarisha uhusiano wa muda mrefu baina ya mataifa hayo, na kumpongeza Rais Dr. Mwinyi kwa uongozi wake unaoleta mabadiliko chanya. I want to take this opportunity to thank your government for the support that Zanzibar has been receiving over the years. We have had very, very good support from the Indian government, particularly in some major infrastructure projects. A good example is the water projects for the urban areas. It has helped a lot. But also we are getting a lot of scholarships, which we really appreciate. A lot of Zanzibaris now are being trained in India. And so overall, we would like to strengthen the cooperation between our two sides.
within coming days it will be done. We also see, Excellency, very positive move between India and Tanzania in commerce. Just to let you know, in 2020-21 we had $2.3 billion bilateral. Imeelezwa kuwa utekelezaji wa afua ya kutokomeza maambukizi ya virusi vya ukimwi VVU kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto kumewezesha kupunguza maambukizi hayo mkoani Simiyu, ambapo takwimu za ndani ya mkoa huo zinaonyesha kuwa maambukizi yamepungua kutoka asilimia 6.2 mwaka 2024 hadi kufikia asilimia 3.2 kwa mwaka huu. Mratibu wa kudhibiti magonjwa ya ngono na homa ya ini mkoani hapa, Daktari Hamisi Kulemba, akizungumza katika maadhimisho ya siku ya ukimwi duniani yaliyofanyika katika stendi kuu ya mabasi Somanda mjini Bariadi, ambayo yalienda sambamba na utoaji wa huduma mbalimbali ikiwemo uchangiaji wa damu, vipimo na ushauri wa magonjwa mbalimbali, anaeleza namna walivyoweza kupunguza maambukizi hayo, huku mratibu wa huduma za tiba kutoka hospitali ya rufaa mkoa wa Simiyu Nyaumata, Daktari Juma Muna, akieleza jinsi wanavyoweza kupunguza maambukizi hayo kwa kutoa elimu kwa kina mama wajawazito. Na kwa taarifa za mkoa wetu, aggregated data ndani ya mkoa, 2024 tulikuwa na maambukizi 6.2 ya kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto. Lakini mpaka mwezi Novemba mwaka huu tumeweza kuangalia takwimu zetu ndani ya mkoa, na sasa hivi ushamiri wa maambukizi kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto umeshuka na kufikia 3.2. Hii ni hatua kubwa sana ambayo tumeifanya, na tunachotaka ni kuhakikisha kwamba tunashusha kiwango hiko na kinakuwa chini ya 2%. Mama mjamzito anaweza kumkinga mtoto asipate maambukizi ya virusi vya ukimwi katika nyakati 3. Nyakati ya kwanza ni mtoto akiwa tumboni, wakati wa pili wakati wa kujifungua, lakini wakati wa tatu ni wakati wa kunyonyesha. Sasa wakati wa ujauzito, ili mama aweze kumkinga mtoto aliyeko tumboni asipate maambukizi ya virusi vya ukimwi na azaliwe salama, moja ni kuhakikisha kwamba anafika kliniki, anapimwa magonjwa mengine ambayo yanaweza kapelekea virusi vya ukimwi kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto, ikiwepo magonjwa ya minyoo, ikiwepo malaria, ikiwepo upungufu wa damu. Na ni mara ya kwanza kuja katika sehemu yetu ya kazi, hatukuwahi kuipata. Tunaomba tu serikali iendelee kuwa nasi, tushike mkono kwa vijana wengi tuliopo maeneo mbalimbali. Kuna sehemu zingine pia ningeomba wawafikie. Nikiripoti kutoka hapa katika viwanja vya stendi ya mabasi Somanda mjini Bariadi mkoani Simiyu, mimi ni Aidan Mhando wa Channel 10. Kutokana na kukithiri kwa matukio yanayosababishwa na ukatili wa kijinsia, wananchi kata ya Maskata wilayani Hanang mkoani Manyara wametakiwa kuwa na ujasiri na ukimya wa kufichua vitendo vinavyotekelezwa katika matukio ya ukatili wa kijinsia. Tupate taarifa zaidi. Kufichua vitendo hivyo vya ukatili wa kijinsia na wanaotekeleza vitendo hivyo imetolewa na kaimu kamanda wa polisi mkoani hapa Kija Mkoi wakati wa uzinduzi wa siku 16 za kupinga ukatili wa kijinsia. Tunahamasisha sisi kama jeshi la polisi na wananchi kwa ujumla kwamba napotokea ukatili wa kijinsia twende tukaripoti kwenye vituo vya polisi lilipo dawati la jinsia na watoto. Bila kufanya hivyo tutakuwa hatuwatendei haki watoto au wanawake wanaofanywa ukatili, ili kusudi tuweze kutoa ufumbuzi au kuchukua hatua kwa yule aliyefanya ukatili kwa mwenzake. Kwa mabadiliko ya ukatili wa kijinsia yanaanza na mimi na wewe. Maana yake ni kwamba mimi na wewe wote tumepewa nafasi muhimu sana kuhakikisha kwamba tunapambana na ukatili wa kijinsia, kwa maana kila mmoja asimfanyie mwenzie ukatili. Hata hivyo, idara ya maendeleo ya jamii inaeleza kuwepo juhudi mbalimbali zinazotekelezwa kudhibiti vitendo hivyo. Tatizo kubwa lipo kwa wazazi na kwa jamii kwa ujumla. Kwa kama wazazi wanatambua kuna ukatili unaotokea na wanakaa kimya, pia na jamii inatambua kuna ukatili na bado hawatoi ushirikiano na vyombo vya dola ama serikali, wanakuwa wanachangia kwa ukubwa sana katika
kuenea kwa ukatili. Hivyo basi, kama sisi jamii na wazazi kwa ujumla tukishirikiana kwa pamoja kutokomeza huu ukatili, tunaweza tukapunguza kasi kubwa ya kuenea kwa ukatili hasa katika maeneo yetu. Nao wananchi na walimu ambao wanashiriki katika siku hizo 16 za kupinga ukatili wa kijinsia wamesema kuwa zinasaidia kueneza mbinu mpya na kuongeza juhudi za kupambana na ukatili huo. Wito natoa kwa serikali wasitulie hapa tu, waendelee tu kutupa elimu ya namna hii. Wanashiriki kuona, wanatumia hizi simu, TV, kuna kwa mfano wanaangalia movie mbalimbali za nje, movie za ngono na mambo mengine. Kwa hiyo nilikuwa na shauri kwamba serikali iendelee kutoa elimu, lakini pale ambapo ukiukaji unakuwa mkubwa pia wachukue hatua za kisheria. Kutoka wilayani Hanang mkoani Manyara, mimi ni Elia Kimani, Channel 10. Jamii imetakiwa kuwakumbuka na kuwapatia mahitaji muhimu watoto wachanga kuanzia siku ya kuzaliwa hadi wanapofikisha miezi mitatu ili kuhakikisha afya na ustawi wao unalindwa ipasavyo. Wito huo umetolewa jijini Dar es Salaam katika hospitali ya Mnazi Mmoja na afisa mtendaji mkuu wa Ceres Foundation CPA Deborah Wami wakati akitoa msaada wa vifaa mbalimbali kwa wazazi na watoto waliozaliwa hivi karibuni kwenye hospitali hiyo. Msaada unaohusisha pampers, soksi, kofia na sare za wagonjwa kwa ajili ya kina mama waliotoka kujifungua kwa njia ya upasuaji na wale waliojifungua kwa njia ya kawaida. Hospitali ya Mnazi Mmoja inaonekana ni hospitali ambayo iko katikati ya mji, lakini bado ina mahitaji kama ambavyo nyinyi wenyewe mmeweza kuona. Kwa hilo ni jambo ambalo tumeuliwa kwamba badala ya kwenda mbali tuanze na hospitali ambayo iko karibu na ofisi yetu. La pili, pia tunatoa wito kwa taasisi zingine kama ya Ceres Foundation kuja kuweza kuwaona watoto wachanga katika hospitali. Wana mahitaji ambao wanahitaji. Kama hapa hospitali ilikuwa inahitaji magauni na watoto pia wanahitaji mahitaji yao ya msingi ambao ni kofia pamoja na socks. Na mahitaji mengine ambao ni baby diapers. Vyote hivi tumeweza kuvileta katika hospitali hii na kuweza kuwapatia watoto ili kwamba kuweza kutimiza yale mahitaji yao ya msingi. Aidha, gavana wa klabu ya Lions International Tanzania, Bakari Omari, ametoa fursa hiyo kuwataka mashirika na taasisi nyingine kuiga mfano huo kwa kuendelea kuisaidia jamii hususan kwenye maeneo yenye uhitaji mkubwa, huku muuguzi kiongozi wa hospitali ya Mnazi Mmoja Shufaa Kaniki akizishukuru Ceres Foundation na Lions International kwa kutoa msaada huo. Sisi pia tuna wajibu kama watu binafsi kuongeza mchango kwenye nguvu ile ya serikali ili jamii ziweze kunufaika. Kwa hiyo nitoe wito kwa mashirika mengine yote binafsi na ambayo hata binafsi, lakini tuone umuhimu wa sisi kushiriki katika kuzihudumia jamii zetu. Tunashukuru kwa siku hii ya leo tarehe 1 mwezi wa 12 Disemba, ni siku ya ukimwi duniani. Tumepata ufadhili kutoka Ceres Foundation wakijumuika na Lions Club, wamekuja kutupa zawadi sisi Mnazi Mmoja na wamechagua eneo hususani eneo la mama na mtoto. Salum Pelembo, Channel 10. Chama cha Mapinduzi CCM wilaya ya Kibaha mjini kimemtangaza Dr. Mawazo Nikas kuwa meya wa manispaa ya Kibaha mjini, huku Aziza Mruma akitangazwa kuwa naibu meya ambao wataongoza baraza la manispaa hiyo. Katibu wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Kibaha mjini Isaac Kaleia ametangaza matokeo hayo mara baada ya kumalizika kwa uchaguzi huo, huku akibainisha kuwa Dr. Nikas diwani wa kata ya Tumbi alipata kura 15 huku Aziza Mruma diwani wa viti maalum akijinyakulia kura 10. Kaleia amewataka viongozi hao wapya kuhakikisha wanatekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025 hadi 30 kwa weledi na uadilifu. Naomba wakajenge umoja, wakapendana. Ili waweze kufanya kazi lazima wao na mahusiano. Ili wakafanye kazi hata mwenzake akimkosea mwenzake basi ni vyema wakaitana wakasema wakiwa na nia njema, si ya kugombana. Na wasikubali kutetewa maneno ya uongo. Wafanye kazi kwa mujibu wa kanuni za halmashauri. Wasifanye kazi kwa mujibu wa mtu na katiba ya Chama cha Mapinduzi. Wakifanya hivyo chama kitakwenda vizuri na halmashauri yao itakwenda vizuri.
Akizungumza mara baada ya kutangazwa meya mteule Daktari Mawazo Nikas pamoja na naibu meya Aziza Mruma wamesema wako tayari kushirikiana na madiwani wote ili kuwaletea wananchi maendeleo yenye tija na usawa katika manispaa ya Kibaha. Wananchi wategemee kicheko kwa miaka yote hii mitano. Chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye ndiye mwenyekiti wa chama chetu, lakini pia ndiye rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tunakwenda kuleta maendeleo kwa kasi kwa ushirikiano ambao tutakuwa nao mimi pamoja na madiwani wenzangu. Niwahakikishie wananchi wa manispaa ya Kibaha watarajie mambo makubwa, watarajie mabadiliko makubwa kwa kipindi hiki ambacho tutakuwa madarakani. Ninaamini hawatajutia, wakae mkao wa kula. Viongozi hao wataapishwa rasmi Disemba 4 mwaka huu katika baraza la madiwani la manispaa ya Kibaha mjini. Margaret Malisa, Channel 10. Mkuu wa Tume ya Ushindani FCC Hadija Ngasongwa amesema kuwa maendeleo ya teknolojia hususan matumizi ya tehama na mifumo ya akili mnemba yameendelea kukua kwa kasi kubwa na hivyo kuleta mabadiliko katika namna masoko yanavyofanya kazi. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam katika mkutano uliozungumzia kuhusu siku ya ushindani duniani, Hadija amesema tume hiyo imeendelea kufanya uchambuzi wa kina kuhusu namna kampuni zinavyotumia mifumo ya kisasa ikiwemo akili mnemba ili kuhakikisha haitumiki vibaya katika kuzoofisha ushindani. Katika miaka hii ya karibuni kumekuwa na teknolojia nyingi sana zinazohusu akili mnemba ambazo kwa namna moja au nyingine zinaweza kuathiri soko la ushindani na kusababisha uvujaji wa siri za kibiashara, taarifa zisizo rasmi, upendeleo wa algorithm. Saa nyingine kunakuwa kuna utapeli unaofanyika au kuvaa wasifu wa mtu mwingine na usalama na uhakika wa mienendo ya biashara. Akizungumzia kuhusiana na siku ya ushindani inayofanyika tarehe 5 mwezi huu, Hadija amesema tume imejipanga kushirikisha kila mtu ili kuweza kuleta uelewa wa kina juu ya siku hii. Maadhimisho ya siku ya ushindani duniani hapa nchini yatakuwa na shughuli mbalimbali ambazo yataanzia leo tarehe 1 hadi kufikia hiyo tarehe 5 Disemba 2025. Miongoni mwa shughuli hizo katika wiki hii ya maadhimisho ni pamoja kutoa elimu na kuifahamisha umma kuhusu maadhimisho kupitia vyombo vya habari. Kutoka Dar es Salaam, Manuel Chegere, Channel 10. Naam, kumradhi. Matumizi ya teknolojia ya kidigitali katika kufanya manunuzi na malipo mbalimbali yameonekana kuwa ndio njia rahisi na yenye tija pamoja na kuhakikisha usalama wa fedha za mtumiaji. Hayo yamebainishwa katika uzinduzi wa kampeni maalum ya Chanja Kijanja yenye lengo la kuhamasisha jamii kuondokana na mfumo wa manunuzi kwa kutumia pesa taslimu, uzinduzi uliofanywa na benki ya Exim Tanzania. Ni gharama nafuu sana kulipa kupitia kadi. Najua bado tuna ile hulka wa Tanzania, tunaenda kwenye ATM au wakala kutoa hela na kwenda kufanya manunuzi. Ukifanya hivyo tu tayari kuna gharama za kutoa pesa kwa wakala au kwenye ATM. Vile vile ukiangalia teknolojia ya kadi kwa sasa hivi jinsi inavyoendelea, kwanza imeunganishwa na teknolojia ya simu kwa asilimia kubwa. Kwa hiyo kadi yako unaweza ukaicontrol kwenye simu. Kwa mfano sisi Exim, ukidownload application yetu una uwezo wa kuendelea kucontrol kadi yako, ambayo hii inatoa urahisi wa kuhakikisha kwamba kadi yako ni salama. Sisi kama Exim tunaamini na tunawathamini sana wateja wetu na tunaamini kuna njia nyingi za kuwarudishia au kuwasherekea wateja wetu, lakini hii ni moja wapo. Wewe miamala yako yoyote ile ambao unafanya kawaida kabisa maishani mwako, kuhitaji kufanya miamala tofauti na ambao unaifanya kila siku, na ile miamala unayofanya haijalishi mikubwa kiasi gani wala midogo kiasi gani. Ambako tunaelezwa Baraza la Michezo la Taifa BMT limeeleza kuridhishwa na kujivunia mafanikio ya timu mbalimbali za taifa hususan za mchezo wa soka za wanaume na wanawake ambazo zimeendelea kuipeperusha vyema bendera ya taifa mara baada ya timu ya taifa ya vijana mpira wa miguu chini ya umri wa miaka 17 yaani Serengeti Boys kufuzu michuano ya AFCON baada ya kutinga fainali mashindano ya Sekafa. Hayo yameelezwa na katibu mtendaji wa Baraza la Michezo la Taifa Neema Msita
wakati akizungumza na Channel 10 Michezo, ambapo amesema kuwa kufuzu kwa Serengeti Boys katika mashindano ya AFCON ni kielelezo cha mwenendo mzuri wa timu za taifa, jambo ambalo limeendelea kuwaridhisha. Utaona leo Serengeti Boys wanakwenda kucheza finali. Wameshafuzu, wanaenda AFCON, lakini wanaenda kucheza finali na tunatarajia wanaweza wakaja kuwa mabingwa kwa sababu tunaelewa ubora wao. Hii ni faraja kubwa kwa sababu mzazi anapowekeza jambo mahali anataka kuona return. Kwa hiyo serikali inafarijika kuona kwamba yale maono ambayo wamekuwa nayo kama serikali yametafsiriwa vizuri na vyama vyetu na vijana wetu, na wanapokwenda katika mashindano mbalimbali sasa hivi wanaenda wanafanya vizuri, wanarudi. Ni katika historia yetu hii ya kipindi hiki, miaka mingi sisi tulikuwa hatujui hizo AFCON, tulikuwa tunazisikia tu, lakini sasa hizi kwenda AFCON imekuwa ni kawaida. Imefika mahali sasa hivi Tanzania sisi sio AFCON tu, tunacheza World Cup. Wote tunafahamu timu ya wanawake ya futsal ilikuwa Philippines juzi. Wamecheza michezo yao japo hawajafanya vizuri sana, lakini kwangu mimi wamefanya vizuri kwa sababu yale ni mashindano ya dunia. Ukizungumzia World Cup ni kitu kingine kabisa. Kwa hiyo wameenda, wamefungwa mechi 2 lakini wameshinda mechi 1. Kwetu sisi tunaona ile ni kama challenge kwa sababu kwanza hata uwanja wanaochezea ni uwanja inawezekana hawajawahi kucheza kwenye uwanja kama ule, lakini level na standard ya mashindano, it's a World Cup. So tunaendelea kuwapongeza vyama ambavyo wanajituma na kujitahidi, lakini tunaendelea kuwaambia vijana ipo fursa. Katika hatua nyingine, Neema Msita amevipongeza vilabu vya Tanzania vinavyoshiriki mashindano ya ligi ya mabingwa na kombe la shirikisho barani Afrika, huku akivisi kufanya maandalizi ya kutosha kipindi hiki mashindano hayo yakiwa yamesimama kupisha michezo ya AFCON. Kwa hiyo kwangu mimi kukata tamaa ni jambo la mwisho kabisa, ni mpaka nione sasa imeshindikana. Matarajio yangu mimi bado nina imani kubwa sana kwamba bado kuna jambo linaweza kufanyika. Wanakwenda kwenye mapumziko kwa ajili ya AFCON, ndo muda mzuri wa kujipanga zaidi. Kama serikali bado itaendelea kuwaunga mkono, na tuna imani kubwa sana kwamba bado tunaweza kufika mbali. Wale ambao tayari wana matumaini kabisa tunaendelea kuwatia moyo, lakini hata hao wengine pia wasikate tamaa kwa sababu kwenye mbio za mashindano ni mpaka iishe ndo unasema imeisha. Mimi ni Yakini Mwakatobe, Channel 10 Michezo. Kwa taarifa hiyo inatukamilishia taarifa yetu ya habari. Baada ya muda mfupi tutapata fursa ya kuangalia vichwa vya habari kwa kipaumbele katika magazeti yaliyotufikia hivi leo. Endelea kuwa nasi.